Yote inawezekana. Oh, ameni tu, ameni tu, ameni tu. Yote inawezekana. Wewe ameni tu. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kwa maana Yesu yuko hapa. Yesu yuko. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kwa maana Yesu yuko hapa. Munaweza kukaa. Tunashukuru Mungu sana na ninakubalishwa pia ya kwamba tumekwisha kusikia na pia neno la Mungu lilipenya ndani ya mioyo yetu, na pia tumekwisha kuelewa ni kitu gani kinachohusika na inahusika nini, na yote inatembea pamoja: neno, roho, mafundisho, sehemu ya unabii, yote ambayo iliyo sehemu ya mpango wa wokovu wa Mungu, yote ni sehemu ya hiyo. Leo katika siku hii ya Pentekoste hatuwezi kufanya kitu kingine ila ni kusoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 2 tangu kwa mstari wa kwanza mpaka kwenye mstari wa 4. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote na moyo mmoja pahali pamoja. Mstari wa 2. Ghafla uvumi ukatoka mbinguni kama upepo unaovuma na nguvu sana, ukajaza nyumba yote walipokuwa wameketi. Mstari wa 3. Na zilionekana kwao ndimi kama za moto zilizogawanyika zikakalia kila mmoja wao. Mstari wa 4. Wakajazwa wote na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowapa kusema. Kwa mafupi hapa hii kitendo kinasemeka. Kuna katika maneno ya habari ya wokovu, kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kuna huduma yake, mateso yake, maumivu yake na kufa kwake, ufufuko wake, kupanda kwake mbinguni, na kuna hii kitendo kubwa cha kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. Nasi hatuwezi kuanzia tu kwamba iliweza kutimilika, iliweza kufanyika wakati fulani, lazima tupasha kushikaza ili hiyo nayo iweze kugeuka kwa mazoezi yetu binafsi. Tunapashwa kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu aliyofanya na kufanya hayo mazoezi mamoja, kama vile wandugu wetu na wadada wetu waliofanya pamoja na Mungu kwa mwanzo. Jana tulisoma neno hili ya kwamba simameni katika njia kubwa na muulize njia au mapito ya zamani. Ni njia gani? Njia ya wokovu ni ya wapi? Njia ya wokovu ni ya wapi? Na kisha mtembee ndani. Hapa njia ya Bwana inatuonyeshwa hapa ndani ya Matendo ya Mitume sura 2. Na hivyo ndivyo Mungu alianza kanisa la Agano Jipya. Ndivyo ndivyo aliweza kuanza na kutakasa. Ilikuwa yeye ndiye alikuwa mwanzo wake na kuanzilisha kwake. Kama vile wakati huo Bwana alipokuwa amezungumza na wanafunzi wake, kama tunasoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 1, Matendo ya Mitume sura 1 kwenye mstari wa 3. Na nyuma ya kuteswa kwake aliwatokea, akajionyesha kwa alama nyingi ya kuwa yuko hai. Akaonekana nao kwa muda wa siku 40 akisema nao maneno ya ufalme wa Mungu. Ningetaka niweze kuonyesha mambo mawili au matatu. Tunajua kwamba siku ya Pentekoste, wakati ule
kuliweza kuwa kelele au upepo kubwa inatoka mbinguni, na sio tu kelele, lakini ilikuwa ni zaidi ya hiyo. Upepo ulikuwa pale, uvumi kubwa ya nguvu sana. Naendelea na kusoma. Ghafla uvumi ukatoka mbinguni kama upepo unaovuma na nguvu sana. Waliweza kusikia hiki kitendo cha nguvu cha upepo huu au uvumi huu, na hapo wakaona, wakaishi pamoja na Mungu. Haiko tu upepo, lakini Mungu alikuwa katika hiyo kelele au uvumi. Hiyo upepo kubwa ilikuwa ni kitu cha kwanza ambayo ilitaka kutangulia kwanza yale mpasha kutoka mbinguni, na kisha ikaingia ndani ya wanafunzi. Upepo au kelele ya upepo ilikuja kwanza, na sio tu upepo, na sio tu kelele, na sio kelele tu, lakini zaidi ya hiyo upepo ilikuwa pale. Hapa inaandikwa mstari wa pili, sehemu ya pili, ukajaa nyumba yote walipokuwa wameketi. Hii ndio ilikuwa mwanzo wa hii kitendo cha kimaajabu kubwa iliyofanyika hapa. Ilikuwa ni mazoezi ya kusikilikana, ya kukamatika, ya kuguswa, kelele kutoka mbinguni ambayo iliyoingia katika chumba. Na hiyo kelele, na tena zaidi ya hiyo, haikuwa tu ni upepo tu. Hiyo kelele haikuwa tu ni upepo tu, lakini Bwana nisamehe kama naweza kusema kwa namna hii, pamoja na Mungu kunakuwa zaidi ya upepo au kelele. Mungu anajaza, anatimiza ahadi zake, anatimiza yale aliyosema katika neno lake, anajifunua kwa wale ambao walioliamini. Na tunaweza leo kungoja, na tunapaswa kungoja kama hiyo, ili na sisi tuweze kuona matokeo mamoja, tuweze kuwa na hiyo matokeo mamoja, na tuweze kufanya hayo mazoezi mamoja. Hapa kwenye mstari wa 3 inaandikwa, na zilionekana kwao ndimi kama za moto zilizogawanyika, zikawakalia kila mmoja wao. Ilikuwa ni nini? Waliweza kuona na kusikia na kuweza kuishi hayo. Watu wa Mungu hawakuweza kuandika au kuweza kuzungumza tu kuhusu yale yaliyokuwa ndani ya mawazo yao, lakini waliweza kutangaza yale yaliyokuwa imefanyika kweli kweli, na yale ambayo ilikuwa imefanyika pale ilikuwa ni mazoezi ya kimaajabu, ilikuwa ni kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. Na kama leo, kama naweza kupiga chombo hiki leo na kuiangusha, maji itamwangika, sivyo? Maji itamwangika. Ilikuwa kumwangika, kumiminwa, na sio tu kuzungumuza kuhusu kitu au kutangaza kitu fulani au kizungumzia, lakini ilikuwa ni utimilifu wa ahadi za kiungu, kama vile tungeliweza kusoma ndani ya maandiko matakatifu. Na Yohana alikuwa amekwisha kuyatangaza ya kwamba mimi ninaubatiza kwa maji kwa ajili ya toba, lakini yule anayekuja nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Hapa tunaona namna gani hayo yalifanyika. Toka mbinguni kukatoka uvumi kubwa ya upepo kubwa, uvumi na uvuma sana, na ikajaa nyumba ambayo ilikuwa ndani, na ndimi zikaonekana kwao kama vile ndimi za moto, na zikagawanyika, na kila mmoja ikasimama juu ya kila mmoja wao. Ninashukuru Mungu sana, kwa maana kwa ajili ya kila mmoja kulikuwa ndimi moja, na ningeliweza hitaji ili waamini wote nao waweze kuzungumza nao kwa lugha moja, kwa ulimi moja, waweze kuzungumza kwa ulimi moja. Kama waweza kusema kwa ulimi moja, ni kusema ulimi ambao iliyoweza kupenywa na kuweza kuwashwa na kuunguzwa na roho na umoto wa Mungu, na kisha baadaye waweza kutangaza maajabu ya Mungu na matendo ya Mungu, matendo za ajabu za Mungu. Kwa maana ndani ya wakati wetu Mungu alifanya mambo makubwa ya ajabu, na naweza kusema kwamba atafanya tena mambo makubwa kuliko yale aliyofanya mbele, kwa maana mwisho
kuvikwa taji, kumalizika ukamilifu wa kanisa la Agano Jipya itakuwa katika nguvu na utukufu, na itakuja katika utukufu na nguvu, na Mungu yeye mwenyewe atashughulikia hayo. Tunaendelea na hapa mstari wa 4, Matendo ya Mitume sura 2. Wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowapa kusema. Ilikuwa ni mazoezi ya kimaajabu hapa kwenye dunia hii. Walifanya mazoezi ya kidunia ya kimaajabu hapa duniani. Akose nishakafika mara mbili huko katika chumba cha juu huko Yerusalema, na mara mbili nilikuwa nikiwazia kuhusu kitendo hicho. Leo tuko hapa, hayo yanaweza kufanyika leo nasi kuwa chumba chetu cha juu. Leo inaweza kuwa chumba chetu cha juu. Leo nasi tunaweza kuruhusu Mungu na kuweza kumuishi leo katika mahali hapa. Kusulubishwa haiko tena, haina hitaji tena ya kutimilika, ishakatimilika. Ufufuko haina hitaji tena ya kuweza kufanyika tena, ishakatimilika, ishakafanyika. Kumiminwa, kumwangwa kwa Roho Mtakatifu haipashi tena kuja, lakini Roho wa Mungu alishaka miminwa na ishaka kusambazwa juu ya kila wenye mwili. Sio leo itafanyika tena leo tunapashwa katika imani tu. Tunahitaji kuweza kuikubali tu ndani ya imani na kuweza kushukuru Bwana ambaye aliyeweza kuiweka ndani ya matendo, aliyeweza kufanya hiyo kitendo ndani ya kitendo. Nasi kama vile tunavyohitaji kila mazoezi ya habari ya wokovu, na hivyo tunapaswa kuishuhudia na kuionyesha kupitia mazoezi yetu binafsi pamoja na Mungu, na iko hivyo pamoja pia na mazoezi ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Kila mtu anapashwa kupokea na kukubali na kuishi mazoezi ya Yesu Kristo kama vile mazoezi yake mwenyewe. Kila mtu aliyeweza kuamini kweli kweli anapashwa kufuata njia ya Biblia kupitia toba na ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa maji iliyo alama ya dhamiri njema pamoja na Mungu. Na hivyo baadaye sasa mtu binafsi anapaswa kufanya mazoezi yake mwenyewe ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwetu sisi kukumbusha tu hiyo haitoshi. Tunataka ili tuweze kuwa na mazoezi hiyo, tuweze kufanya mazoezi hayo. Tunataka tuweze kuwa nayo kama vile ilivyokuwa imepewa kwa wandugu na wadada wetu wapendwa kwa mwanzo. Leo inahusu zaidi ya hiyo kuliko yale ambayo tunayoona leo. Kuna zaidi ya yale ambayo tunaweza kuona hapa. Nawaza kwamba kuna ndugu mmoja aliweza kuisema hapa, inahusu uzima wa Mungu ambao uliowekwa ndani ya kanisa. Inahusu wakati tunaposoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 2, iko zaidi ya yale ambayo tunayosoma hapa. Na tunaweza kuingia ndani ya Yohana sura 1 kwenye mstari wa 4, ndani mwake mlikuwa uzima, na uzima huo ulikuwa ni nuru ya dunia au nuru ya watu. Ndani ya Yesu Kristo ndimo uzima wa Mungu ulikuwa. Ilikuwa ni damu ya Mungu ilimwangika, na hiyo mnaweza kuyasoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 20 kwenye mstari wa 28. Matendo ya Mitume sura 20, Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 28. Mshangalie wenyewe na kundi lote ambalo Roho Mtakatifu aliwapa ninyi kuwa wasimamizi ndani yake, mupate kulisha kanisa la Mungu ambalo alinunua kwa damu yake mwenyewe. Hilo ni neno la ajabu sana. Damu ya kiungu ilikuwa ndani ya mwili wa mwanadamu, damu ya kiungu ndani ya mwili wa mtu, kwa maana Yesu Kristo alikuwa ni Mungu aliyeonekana katika hali ya mtu. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Nasi tunajua ya kwamba ndani ya Walawi sura 17 mstari 11
Imeandikwa Walawi sura 17 mstari 11. Hapa inaandikwa ya kwamba kwa maana uzima wa mwili uko ndani ya damu, nami nilimweka pembeni kwa ajili yenu kwenye madhabahu, ili kupitia yeye muweze kupokea msamaha wa dhambi. Kwa maana ni damu ndiyo inayofanya kusamehewa dhambi kupitia uzima ulio ndani mwake. Hiyo haiwezi kusemeka kwa namna iliyo tofauti na hiyo. Ndani ya damu ya Mungu ya Yesu Kristo, ndani ya damu ya kiungu ya Yesu, upatanisho ya ujao pamoja na Mungu ilifanyika, ilitimilika. Ilikuwa ni siku ya upatanisho, siku kubwa ya upatanisho, siku ya upatanisho ya Mungu pamoja na wanadamu. Watu hawaangamie au kupotea kwa sababu walifanya dhambi. Watu hawaangamie kwa sababu walifanya dhambi, lakini watu wanaangamia kwa sababu hawaamini ya kwamba dhambi zao zisamehewa, na pia makosa yao iliweza kufutwa. Hapa imeandikwa ya kwamba uzima iko ndani ya damu, na kwamba kusamehewa inafanyika kupitia uzima ulio katika damu, na hiyo ilikuwa ni uzima wa kiungu, uzima wa Mungu ambao uliokuwa ukimwangika katika mishipa yake. Wapendwa, wakati ukombozi ulipotimilika, damu hiyo uzima wa Mungu uliweza kufunguliwa, ukakuja ili uweze kuja juu ya kundi lokombolewa, ikakuja juu ya kundi lokombolewa zaidi hata ya upepo au kelele. Hiyo uvumi kubwa ya nguvu iko zaidi ya hiyo upepo kubwa, iko zaidi ya kuzungumuza, iko zaidi ya hiyo ndimi za moto zinazoweza kuanguka kama vile moto, iko zaidi hata ya kuzungumza kwa lugha. Ilikuwa ni ujao wa uzima wa kiungu ambao kupitia hiyo kumiminwa kwa Roho Mtakatifu ilikuja ndani ya kanisa, na hiyo uzima wa Mungu, na hiyo ndio tunahitaji ili tuweze kushinda na tuweze kuwa na uwezo jioni hii, na tuweze kuiona, na tunataka jioni hii tuweze kuishi Mungu hapa, tuweze kumuishi kama vile wandugu wetu na wadada wetu walivyoishi huko pamoja na Mungu. Nauliza swali leo sasa, shida iko wapi? Kama hatujaweza kufanya mazoezi hayo moja, Mungu hawezi kuwa msimamizi ya hiyo, kwa maana alishaka tarisha yote ambayo iliyokuwa ya lazima alinayo kwa upande wake. Ni kwa ajili yetu sasa. Alituita, alitukomboa, alituita na kutusamehe dhambi zetu, alitupatia neema, alimwanga roho wake, alitupatia neno lake, alifunua mapenzi yake. Ni kitu gani Mungu anaweza tena kufanya leo? Sasa inahusu sasa imani yetu, inalingana na imani yetu. Ni kwamba ndani ya imani, kama tunaweza kushukuru Mungu ndani ya imani, kwa sababu hakutuacha kama yatima. Bwana wetu alisema nini? Sitawaacha yatima. Mungu wetu, Mungu wetu hakufa, ni Bwana yetu ndiye anaweza kufa. Bwana wetu ndiye anaweza kufa, lakini Mungu hakufa. Yale iliyokuwa Bwana ndiye alikufa, lakini Mungu yeye alishuka ndani ya pande za chini za dunia. Alishuka ndani ya pande za chini ya dunia. Yeye alikuwa ni Mungu ndani ya roho. Yaani katika roho ndimo Bwana alishinda kifo na akashinda kuzimu na akafufuka siku ya tatu toka wafu. Na sababu ya hiyo ndiyo Paulo angeweza kuandika ya kwamba kifo, ushindi wako uko wapi? Kuzimu, mamlaka yako iko wapi? Tuseme kwa machache pamoja. Siku ya Pentekoste Mungu alifanya mwanzo wa kanisa, akalitakasa. Hiyo ilikuwa ndiyo mwanzo. Ingine yote ilikuwa ni matayarisho. Ukombozi ulikuwa umefanyika, lakini walikuwa wamesambazwa
na hapo sasa pamoja wakakusanyika pamoja ili waweze kukutanana naye baada ya ufuko wake. Na Bwana akawafundisha akiwaambia mambo mengi kuhusu ufalme wa Mungu. Lakini siku ya Pentekoste kundi la wakombolewa kama vile mwili wa Bwana waliweza kuungana pamoja, wakafanywa wakiwa viungo vingi vinavyofanya mwili moja, ili huduma ya Bwana kupitia nguvu za Roho ziweze kuendelea. Huduma ya Bwana kupitia Roho iweze kuendelea. Naamini ya kwamba kama leo tunaweza kukamata Mungu wa neno lake, na hapo sasa hapa kitu fulani cha kimaajabu kitaweza kufanyika. Hatuna hitaji ya kuweza kungoja upepo kelele kutoka juu mbinguni shaka fanyika hiyo. Inaomba tu ilifanyika tu mara moja tu kwa mwanzo. Na baada ya hiyo, wakati tunapoangalia hizi maubatizo zote za Roho Mtakatifu katika Matendo ya Mitume, kulikuwa tu ni matokeo moja. Wote walikuwa wakijazwa tu na Roho Mtakatifu. Leo tunaweza kufanya hayo mazoezi mamoja pamoja na Mungu wetu. Ninajua ya kwamba wengi washaka kuishi hiyo, na ijapokuwa ndani ya mioyo yao wangali wanachukua njaa, wana kiu, wanataka ili waweze kupokea tena zaidi kutoka kwa Mungu. Tuweze kuacha mashaka yote ambayo inaweza kuwa ndani ya mioyo yetu, tuweze kushika Mungu kwa neno lake, tumshike kwa maneno yake, tuweze kuchunguza na kutafuta njia ya kwanza, na tuweze kupata uzima au njia ya kweli ya wokovu, na tuweze kutembea katika njia hiyo, tutembee ndani ili tuweze kufanya njia hiyo ya wokovu, na tuweze kufanya mazoezi hayo mamoja. Ndani ya Yohana wa kwanza sura 1 mstari wa kwanza na wa pili. Yohana wa kwanza sura 1 mstari wa kwanza na wa pili. Na neno lilokuwa tangu mwanzo, ambalo tulilosikia, ambalo tuliloona kwa macho yetu, ambalo tulilotazama na kulipapasa kwa mikono yetu, kwa habari za neno la uzima. Na uzima ulifunuliwa, na uzima ulifunuliwa au ulionekana, nasi tumeuona na tunashuhudia na tunahubiri kwenu ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba umeonekana kwetu. Yale ambayo tunayohitaji leo katika hali ya kiroho ni uzima wa Mungu yeye mwenyewe ndani ya nafsi zetu. Na tunajua mtu haishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno lote ambalo linalotoka katika kinywa cha Mungu. Ndani mwetu maneno mengi imekwisha kutuambiwa, maneno ya Mungu. Na sasa katika imani tunapashwa pia kupiga hatua hiyo na kuweza kushika Mungu kwa maneno yake, bila hata kuwazia namna gani hayo yanaweza kufika. Yaliyo lazima ni kwamba tusiweze kuwa hapa kwa ajili ya kusikiliza tu yale ambayo wengine ambayo waliweza kuishi pamoja na Mungu, lakini nasi tuko hapa ili tuweze kufanya mazoezi yetu binafsi pamoja na Mungu, mazoezi zetu binafsi. Wangapi walikuja wakiwa na hitaji kama hiyo ya kweli ndani ya siku hizi hapa, na leo waliweza tena kuja kwa namna hiyo? Kuna nyimbo ambayo nayo imba na kusema, jibu hitaji yangu, jibu hitaji yangu. Kama hitaji yetu inaweza kugeuka kuwa kubwa tena, na kwa kiwango tunaweza kusema, Bwana, siwezi tena kuendelea, akose uweze kunijaza tu na Roho Mtakatifu wako. Wapendwa wangu, inaomba mambo iweze kufika kwa hatua hiyo, na sio tu kuweza kusoma yale iliyofanyika au yale iliyotendeka, yale ambayo wengine wanaweza kuishi na kupokea,
lakini kuweza kuishi kila mtu binafsi, kwa maana hivyo ndivyo inaandikwa. Wakati nguvu kama nguvu ambazo zilizofufua Yesu Kristo toka wafu zinakaa ndani yetu, mili yetu inayokufa nayo itawekwa ndani uzima, itabadilishwa na nguvu za Mungu zilizo ndani yetu. Kulifanyika nini na pamoja na Enoka? Enoka alitembea pamoja na Mungu, alikuwa na neno la Mungu, na kisha akanyakuliwa. Ndani ya neno la Mungu, ndani ya roho wa Mungu muna nguvu za Mungu, muna uzima wa Mungu ambaye anayetaka kujionyesha, anayetaka ili aweze kuweka katika matendo. Neno linapashwa kutimiza yale ambayo liliweza kutumwa, na Roho anakuja juu ya wale ambao waliosikia neno la ahadi ya kiungu, na anashuhudia neno, anashuhudia ahadi kupitia mazoezi ya kila mtu binafsi ambayo mtu anaweza kuishi pamoja na Mungu. Na hiyo ndio natuma tuko hapa leo, na sio tu kuweza kusikiliza, lakini kuweza kufanya mazoezi ya kila mtu binafsi ili tuweze kupokea hitaji, nayo iko pale. Tunakubaliana au tunaungana sisi kwa sisi katika jina la Bwana, tunakusanyika katika jina la Bwana. Hatuna kitu fulani cha kupingana sisi kwa sisi, au hatuna kitu fulani kinachopingana ndani yetu. Na kama mambo yote yamekwisha kuwekwa katika utaratibu pamoja na Mungu na sisi kwa sisi, na hivyo sasa tunaweza kuja mbele ya uso wake. Mambo yote yamekwisha kutengenezwa katikati yetu. Tufanye kama vile inapaswa kufanyika, tuweze kuleta yote kwa Bwana, na tuweze kuamini ya kwamba alishaka kutengeneza mabaya yote, hali yote mbaya. Tuamini yale aliyosema. Alisema ya kwamba nishaka kukomboa. Tuamini ya kwamba alirudisha mtu kwake. Nilikuita kwa jina lako na wewe ni wangu. Ninakwambia leo, kama kwa moyo wenu wote munaweza kutamka hii maneno haya kwenye midomo yenu, kama munaweza kuisema, Bwana, ninakushukuru kwa sababu uliniokoa, kwa sababu ulinikomboa, kwa sababu ulinisamehe, kwa sababu ulinikubali, kwa maana uliweza kuniamini, uliweza kunifanyia neema, na mimi sasa naweza kuwa mali yako kwa wakati huu na hata milele na milele. Wakati munapoanza hivyo kuweza kukiri hiyo kwa vinywa vyenu, na sio tu na sio kuisema tu kwa kinywa chenu, lakini kwa sababu mnaiamini kwa moyo wenu wote, na hapo nitaweza kusikia kuwekwa huru, mnajazwa furaha na salama ambayo inayovuka mawazo yote ya mwanadamu, na itajaa nafsi zenu na itajaa nafsi yenu. Na hapo sasa neno litatimilika, nanyi mutapata pumziko kwa ajili ya nafsi zenu, pumziko wa Mungu, pumziko ya Mungu yeye mwenyewe. Kuna pumziko ambayo iliyo ya sasa kwa ajili ya taifa la Mungu. Ndani ya ulimwengu huu mambo yote iko katika mvurugo, watu wako katika mvurugo, hawana salama, wako katika mambo ya kwenda kurudi. Lakini Mungu ana watu hapa duniani ambao wasioweza kujiacha kuchukuliwa na hii roho ya dunia hii, roho ya karni hii, wasioweza kuchukuliwa na hali ya dunia hii, lakini watu hapa duniani wanaopata kuzaliwa upya kupitia kuongozwa nao, kama vile ndugu yetu wanavyosema, kama vile ndugu yetu alikuwa akisema kwamba tunataka tuweze kupata njia na tuweze kutembea pamoja na Mungu na kuishi pamoja na Mungu. Basi Mungu aweze kutufanya watu kama hao ambao wanaotembea katika njia zake, na ambao wanaofanya mapenzi yake, na ambao wanaoshimama kwa upande wake, watu ambao neno linaloweza kutimilika ndani mwao, na kwamba tumegeuka kitu fulani kwa ajili ya sifa na utukufu wake wa ajabu, kwa ajili ya sifa na utukufu wake wa ajabu. Ni kama vile ndugu yetu alivyosema ya kwamba yule anataka kujisifu ajisifu katika Bwana, na sio kwamba mwenye akili ajisifu kwa sababu ya akili yake, na sio mtajiri kujisifu kwa sababu ya utajiri wake, lakini yule anataka kujisifu ajisifu ndani ya Bwana, ajisifu kwa sababu ya Bwana. Hekima itabaki nyuma, utajiri utabaki pia nyuma,
na ingine yote nayo baki tutaweza kuiacha hapa, lakini yale ambayo Mungu atakayokuwa ametengeneza ndani mwetu, atakayokuwa ametengeneza ndani ya nafsi yetu, ndani ya mioyo yetu, tutaweza kuichukua pamoja nayo mbinguni. Ndiyo, hiyo itaweza kutufukisha kwa upande wa pili, lakini hiyo naisema kwanza, tunachukua ahadi ndani ya mioyo yetu, na kisha baadaye ahadi zinatuchukua. Mungu anachukua yeye mwenyewe wale ambao ndani ya imani na ndani ya uhakika wanaweza kumfuata, na ndani ya mioyo yao waliweza kupokea neno lake kama vile ahadi ya kiungu. Tusishangalie sisi wenyewe au kuangalia na sisi kwa sisi au kuangalia majira au anga au mazingira au kuangalia ugonjwa au udhaifu. Leo tuangalie Yesu, tuweke macho yetu juu ya Yesu, yule anayeamsha imani na kuifanya kuwa kamilifu. Wale wote wanaomwangalia yeye hawatapata haya. Wale wanaomtumainia, wanaoweka matumaini ndani yake hawatapata haya. Kama katika siku za Musa ilikuwa natosha ili wale wote ambao walikuwa wameumwa na nyoka na ambao wangeweza kufa, kama wale wote ambao walikuwa wameumwa na nyoka wangeweza kufa, kama wangeweza kuangalia hiyo nyoka ya shaba, kama hiyo kuangalia tu nyoka ya shaba wangeweza kupona. Sasa namna gani za kufanyika leo, kama sisi sote ambao tuliokuwa tumeumwa na nyoka ya zamani, kuzaliwa ndani ya dunia hii bila tumaini pamoja na Mungu na bila Mungu, lakini sasa tuliokuwa mbali na tena sasa tumekuwa karibu. Sisi ambao tulikuwa wageni tumegeuka kuwa wana wa nyumba ya Mungu na tumepata neema ya Mungu. Tunaweza kusema nini pamoja na sisi? Kama leo ndani ya imani tunaweza kuweka macho yetu juu ya Yesu, juu ya msalaba, na hapo sasa kwa wakati huo huo tutaweza kupokea wokovu. Leo hatutaki tu kuwaza kuwa tumesikia mambo haya au kuweza kuwazia hiyo kwa unyenyekevu na kusema kweli ona waliweza kufanya mambo ya mazoezi hapa ya ajabu, waliweza kuishi hiyo ya kwamba waliweza kufanya na kuishi Pentekoste pamoja na Mungu. Lakini tunapaswa kuamini ya kwamba hiyo Pentekoste na hiyo mazoezi ya Pentekoste iko kwa ajili yako na kwa ajili yangu, iko kwa ajili yako, ishakapewa kwako. Hatuna hitaji ya nguvu zetu, haina hitaji ya bidii zetu, lakini Roho wa Mungu alishaka minwa na kumwangwa. Na kama sasa leo tunaweza kufanya mazoezi hiyo moja, tuweze kufanya pia kama vile wakati wa kusulubishwa, au kama vile ilivyokuwa kuhusu kusulubishwa. Yesu Kristo alisulubishwa mara moja tu, naye alikufa na akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Hakuna mtu, hakutakuwaka tena kusulubishwa kwa pili. Na iko hivyo hivyo kupitia pia mazoezi ya Roho Mtakatifu, ya kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. Na hiyo mazoezi ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alimiminwa, na hiyo ni kitendo cha kiungu inayokuwa katika habari ya wokovu. Tunataka tuweze kuipokea ndani yetu, kama vile Adamu wa dunia hii aliweza kupokea pumzi ya Mungu akageuka kuwa nafsi iliyo hai, na hivyo hivyo angeweza kutembea katika mwili wa nyama ambao ulikuwa katika kitendo, na hivyo hivyo Bwana, na hivyo hivyo mwili wa Bwana nao iko katika viungo vingi. Na hiyo sasa uzima wa Mungu unakuja ndani ya kanisa, na ndipo sasa kupitia hiyo uzima tunasimama kwenye miguu yetu ya imani, na ni hapo sasa yote hiyo itafanyika, hiyo bila hata kujisumbua, hiyo itatembea kupitia namna ya kiungu. Ninangoja hiyo na naamini kwamba Mungu atatupatia hiyo, kwa maana ni hivyo ndivyo itakavyokuwa, kama vile vilivyokuwa kwa mwanzo, na ni hivyo hivyo ndapaswa kuwa kwa mwisho. Na ni Yesu Kristo ni yule yule jana, leo, milele na milele. Yeye ndiye anayebatiza tena leo kwa Roho na moto. Leo nina ombi na ambayo tunapaswa kuleta mbele ya uso wa Mungu tukiwa na shukrani na tukiwa na sifa na shangwe na maabudu, na sio na kusii na sio kwa kusii na kubembeleza, lakini kwa shukrani mbele ya kicha neema,
na kitendo cha shukurani mbele ya kiti cha rehema, na tuweze kuabudu Mungu wetu na kuweza kumusifu kama vile inavyoandikwa, itatimilika. Zaburi 15:23. Yule anayeleta vitendo vya shukurani na vya sifa aweze kusifu, na hiyo ndiyo njia ya wokovu ambayo nitaweza kumuonyesha. Na ni hivyo ndivyo njia yetu inaanza pamoja na Mungu, ndani ya imani na ndani ya uaminifu ndani yake, na ndani ya kitendo kilichotimilika ya ukombozi juu ya msalaba wa Golgota kupitia yeye. Roho Mtakatifu anakuja juu ya kundi lilokombolewa, na hiyo roho mmoja anakuja sasa juu ya kundi la waliokombolewa kwa neema yake, na kwa neema yake tunaweza kuhesabiliwa katika kundi hiyo. Roho wa Mungu na ni nguvu za Mungu na uzima wa Mungu, yote iko katika hayo. Acha tuweze kupewa hiyo katika mabudu leo ndani ya imani kwa moyo wetu wote, tuweze kushukuru Bwana na tuweze kumuletea vitendo vya shukurani, na hiyo iweze kufanyika hivyo, iweze kuwa hivyo leo, na sote pamoja tungali tunapokuwa katika mabudu na katika shangwe na katika sifa, tuweze kuja mbele ya uso wa Mungu, na mtaona ya kwamba Mungu anasimama kwa yale anayosema, anachunga na anashuhudia neno lake, naye atatimiza. Jina lake takatifu liweze kusifiwa na kutukuzwa. Amina.